masuala haya ya kutetea haki za binadamu hapa Tanzania kwa miaka mingi sana. Lakini vile vile nimeshiriki siasa za Tanzania toka mwaka 1992 tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi. Nimeshiriki kwenye siasa za chama cha Chadema, National Alliance for Mass Advancement. Mwanzoni kabisa nikashiriki kwenye chama cha NRA, nikashiriki kwenye chama cha CUF, lakini katika miaka karibuni nikashiriki pia chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo mimi nashiriki siasa kwa miaka mingi na sitaacha. Kwa hivyo kuna lugha inatumika, Sheponda kajiunga kwenye siasa. Mimi sijajiunga kwenye siasa, mimi ni muasisi. Tunaelewana? Mimi ni muasisi wa siasa za Tanzania. Na hatuwezi kuacha kufanya siasa kwa sababu siasa ndo zenye maamuzi. Yaani maisha yetu sisi yanaamuliwa na wanasiasa. Tunaelewana? Hawa ndio wako kwenye vikao vya maamuzi. Hawa ndio wako kwenye vikao vya maamuzi, ndio wako kwenye baraza la madiwani ambalo ni bunge dogo lililopo kwenye eneo husika. Linatunga sheria, linashughulikia fedha. Hawa ndio wanaoingia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano, wanatunga sheria, wanashughulikia katiba. Ni wanasiasa. Hawa ndio ambao wanakuwa mawaziri, hawa ndio wanakuwa marais. Kwa hivyo hatuwezi kuacha muhimili unaohusu maisha ya watu kwa watu wasiostahiki. Lazima tuingie sisi ambao tuna uwezo wa kusimamia. Kwa hivyo ndugu zangu, nimegusia nukta hii kwa sababu mwaka 2020 mimi nilikwenda kwenye kiwango cha juu kabisa cha ushiriki wa siasa. Nilishiriki kwenye jukwaa la mgombea urais. Wakati ule kambi ya upinzani ilikuwa na nguvu kubwa, lakini nilipojiunga mimi kwenye kambi ile ya upinzani, nguvu iliongezeka maradufu na tulishinda. Uchaguzi wa mwaka 2020 CCM haikushinda, ilishinda kambi ya upinzani. Na haya sisemi mimi, haya yanasemwa na wana CCM wenyewe kwamba uchaguzi wa 2020, lugha wanayotumia wao, wanasema kulikuwa hakuna uchaguzi. Lakini hii tumesikia wakizungumza wao wenyewe kwenye majukwaa kwamba 2020 hapakuwa na uchaguzi, kwa maana kwamba walishindwa. Sasa tulipomaliza uchaguzi ule wa 2020, mimi nililaumiwa sana na watawala, vyombo vya dola. Lugha walikuwa wanatumia na propaganda kubwa kwamba mimi ni kiongozi wa dini, sikupaswa kushiriki siasa. Na rais alikuwa madarakani wakati ule, alitoa maagizo mazito sana dhidi yangu. Na pia waliwahi kutumia hata vikundi vya baadhi ya viongozi wa dini, nao pia wakawa na laumu. Sasa ni vizuri kuzingatia mazingira yalivyo, halafu mtu kajipanga vizuri zaidi. Kwa kuzingatia hali hiyo sasa, mimi nikaamua nichukue kadi ya chama. Lengo la kuchukua kadi ya chama ni kujijengea uwezo wa kisheria ili kuondoa zile propaganda kwamba wewe ni kiongozi wa dini alafu unashiriki siasa. Leo hii sasa, baada ya kuchukua kadi ile, ina maana nimechukua kofia ya pili. Kofia ya kwanza kofia ya dini, kofia ya pili kofia ya siasa. Kwa hiyo leo hii ninapozungumza hapa, hakuna mtu atanilaumu tena. Kuna mtu atanilaumu kwamba mimi nimechanganya dini na siasa? Ndio namna ya kukabiliana na hawa. Namna ya kukabiliana na hawa ni kujua namna ya kutumia vizuri mazingira yaliyopo. Kwa hiyo mimi nimechukua kadi kujijengea uwezo wa kisheria utakaoniwezesha kufanya zile harakati mbalimbali nilizokuwa nazifanya kwa ufanisi zaidi. Nukta ya pili, kwa nini nimechukua kadi? Ni kuondoa vikwazo pale ambapo itakapokuwa kuna umuhimu wa kwenda katika nafasi muhimu katika nafasi za nchi. Kwa mfano,
Nafasi ya urais ni nafasi muhimu sana. Rais ndiye anaamua kila kitu. Na kwa mujibu wa katiba zetu sisi, hii katiba ya Jamhuri ya Muungano, rais ni kama Mungu mtu. Anaweza kufanya chochote kile. Kama tulivyoona kwenye awamu iliyopita ya 5, Rais Magufuli alibadilisha kila kitu, aliharibu bunge, aliharibu chama chake mwenyewe, kila kitu aliharibu sababu ya power ya urais alionayo. Ile ni nafasi muhimu sana. Lakini kuna nafasi kama ya waziri, ni kiongozi ambaye anasimamia taasisi inayotoa huduma. Kuna nafasi kama ya bunge. Bunge ni taasisi muhimu sana ndugu zangu. Bunge ndilo linaloamua kila kitu. Lakini kuna swala la udiwani liko pale. Hizi nafasi zote hizi sio nafasi za kisiasa moja kwa moja, lakini huwezi ukaenda kwenye nafasi hizo bila kupitia kwenye siasa. Huwezi kwenda kwenye nafasi hizo kama hujaanzia kwenye kadi ya chama. Tunaelewana? Kwa maana hiyo ina maana kwamba mimi nikichukua kadi, ina maana nimeondoa kikwazo pale ambapo itakapokuwa kuna umuhimu wa kwenda katika nafasi hizo muhimu. Tunaelewana? Ndugu zangu, mkutano wetu wa leo ni sehemu ya mkutano wa kutoa elimu ya uraia. Tunaelewana? Yaani hapa tulipo ni kwamba tunaelimishana, na mimi napenda wanachama wenye ujuzi, wenye weledi wa haya mazingira, hizi siasa zetu wazielewe vizuri. Tunaelewana? Vyama vingine wao wanafanya kampeni, lengo lao ni kuwafanya watu tuwape ridhaa, lakini wanafanya watu washiriki uchaguzi hali ya kuwa hawajui namna gani ya kushiriki na namna gani ya kufikia malengo yanayokusudiwa. Kwa hivyo kimsingi hii ndo hali ambayo imepelekea mimi niweze kuchukua kadi ya chama. Hapa niongezee kitu nimalizie kabisa. Kwa nini ACT Wazalendo? ACT Wazalendo kwangu mimi ilikuwa na sifa mbili. Sifa ya kwanza ni chama ambacho nimeangalia ndani nikahisi kwamba chama kipya lakini kina weledi mkubwa sana ndani wa kisiasa ndani yake. Swala la weledi, ujuzi lipo. Lakini pia ni chama ambacho ndani yake kuna watu wakongwe wa siasa za mageuzi. Kwa sababu wengi kwenye chama hiki ni watu ambao wametoka kwenye vyama vilivyoshika hatamu za uongozi wa kambi ya upinzani huko miaka ya nyuma, ndio hawa waliokuja kuhamia kwenye ACT Wazalendo. Watu kama kina Bab Juma Duni, watu kama kina Ismail Jusa. Lakini kuna watu wenye uwezo mkubwa sana katika nchi hii na walioshika wadhifa kwa uadilifu. Mtu kama Othman Masudi, mtu ambaye aliweza kuacha wadhifa wa serikali pale alipoona kwamba serikali inaongozwa kwa usaliti, akatoka akaamua kuacha wadhifa wa serikali. Lakini la pili, la tatu, chama hiki tayari kina mguu mmoja serikalini. ACT Wazalendo ni sehemu ya serikali ya Zanzibar. Sisemi kwamba labda pengine mpaka sasa hivi serikali ile ya muungano kwamba labda inafanya vizuri, mimi sizungumzi huko au haijafanya vizuri, lakini tayari chama hiki kina mguu kwenye serikali ya Zanzibar. Kwa hivyo sifa hizi ni miongoni mwa sifa ambazo nimehisi kwamba unaweza ukafanya juhudi na harakati zako kupitia chama hiki na ukafanikiwa. Jambo la pili katika ile kujenga nguvu za kisheria. Ndugu zangu, mimi nimekuwa nikifanya harakati hizi kwa muda mrefu sana, lakini tunapambana na vikwazo vingi sana. Kwa hivyo ni muhimu kujenga nguvu za kisheria. Mnaona hali yetu jinsi ilivyo hapa nchini kwetu Tanzania. Hali ya maisha kiusalama, hali ya maisha kiuchumi ni mbaya kupita maelezo. Hali ya usalama tunaiona, yani watu wanapotezwa, wanatekwa kila siku. Juzi alizungumza kiongozi wa dini ya Kikristo, Askofu Gwajima. Kazungumza vizuri sana. Kazungumzia mada ya wananchi wanatekwa, halafu akashambuliwa sana. Tena akashambuliwa na viongozi wa chama chake. Yaani wenyewe wanakerwa la kuelezwa kwamba watu wanatekwa, hilo linamwakera. Wakamshambulia sana.
Lakini wakati wamemshambulia, siku ya pili ya tatu yake tu akatekwa shekhe Zanzibar na akauawa. Lakini leo hii pia nazungumza, siku 3 zilizopita ametekwa shekhe mwingine Singida, hajulikani alipo. Haya ndo maisha chini ya serikali. Kama serikali inashindwa kuwalinda raia, kuna uhalali gani wa kuwepo madarakani? Nasema serikali inashindwa kulinda raia, yani inashindwa kukamata genge. Yani kuna magenge yako mjini yanakamata watu, yanaua. Hii serikali inashindwa kukamata genge la watu wanaua watu. Serikali hii kuna uhalali wote uko madarakani? Kwa hivyo ndugu zangu, ni lazima tushirikiane katika hili. Mimi nimefanya sana hizi juhudi na nimeandika kitabu, nimefanya utafiti mkubwa juu ya Watanzania wanapopoteza maisha, na nimefanya utafiti katika mazingira magumu sana, kwa sababu nilikuwa nakwenda kwenye maeneo husika kule ambako watu wanakotekwa na uawa. Mimi nilikuwa nakwenda na naongea na zile familia. Kwa hivyo kujenga uhalali wa kisheria kutanisaidia sana kufanya hizi harakati, na kuzifanya kwenye chama ambacho kina mazingira mazuri pia kutasaidia sana hizi harakati za kupigania haki. Jambo la mwisho ndugu zangu, kwa sababu ya muda, nielezee kidogo mfumo wa uchaguzi unaokwenda Oktoba. Ni uchaguzi wa vyama vingi, lakini vyama vikubwa pa Tanzania ni vitatu. Ni CCM, ni Chadema pamoja na ACT Wazalendo. CCM watashiriki uchaguzi, Chadema hawatashiriki uchaguzi, ACT Wazalendo watashiriki uchaguzi. Ninachokushaurini, nendeni mkapige kura na pitishieni viongozi wenu kupitia chama cha ACT Wazalendo. Na nitaeleza sababu. Ukipitisha viongozi wako ACT Wazalendo, ina maana umefanya mabadiliko. Mabadiliko ni jambo muhimu katika maisha. Tunaelewana ndugu zangu? Lazima uwe unafanya mabadiliko kwenye maisha yako. Yani kama huna akili ya kureform, ya kufanya mabadiliko, wewe unahesabiwa kama ni mtu mpumbavu, mtu mjinga, na utaangamia. Kwa hivyo ukichagua viongozi wako kupitia kwenye chama cha ACT Wazalendo, ambacho ndio chama kikubwa kitakachokuwa kimefuatia baada ya CCM, utakuwa umefanya mabadiliko katika maisha yako. Jambo muhimu sana. Jambo la pili ni kuhusu Chama cha Mapinduzi. Kwa nini usichague viongozi wako kupitia Chama cha Mapinduzi? Sababu ni hii. Ndugu zangu, siku moja chukua ndoo ya maji, weka kwenye bomba, alafu fungua maji. Ukifungua maji, ile ndoo ikijaa, kinachofuatia ile maji yanamwagika. Tunaelewana? Yale maji yakimwagika, ile huwa ni hasara. CCM hapa walipofika, hawawezi kuja na jambo jipya. Unaelewa? Hawa wako madarakani kwa muda wa zaidi ya miaka 50. Binadamu ana ukomo wake wa kuelewa na kufanya. Tunaelewana? Hawawezi kuja na jambo jipya kwa sababu ukomo wao wa kufanya mambo ndio huu. Kwa hivyo kama unataka kuendelea kuishi maisha haya unayoyaona wewe, chagua CCM. Kama unapenda haya maisha unayoona, watu kutekwa. Juzi sisi tumefanya utafiti mdogo. Tulikuwa tunafanya utafiti kuangalia kiwango cha ubinadamu. Yaani hali yetu Tanzania katika miaka hii zaidi ya 50, hali ya ubinadamu ikoje? Tumefanya utafiti wa namna hiyo. Eneo tuliamua kufanya utafiti, tuliamua kufanya utafiti hospitali, na tuliamua kufanya utafiti kwenye kitengo kimoja tu, kitengo cha wagonjwa wa figo. Hayo tuliyoona kule hospitali ni makubwa mno. Leo hii mtu anatibiwa, akishatibiwa, akiwa anatibiwa lakini malipo ni makubwa sana. Akishindwa, huyu mtu anawekwa mahabusu katika wodi. Hii ninayokuambia ni leo hii, ukitoka hapa nenda hospitali za serikali, kuna wagonjwa wamekuwa mahabusu katika wodi. Hebu fikia, yani miaka 60 ya uhuru tunatendeana hivyo
serikali inatutendea hivyo. Mgonjwa umekwenda hospitali ya serikali kutibiwa, umefika, maisha yamekuwa magumu kwa kiwango ambacho unatozwa fedha, huwezi, ile fedha huna, alafu wao wanakuchukua, wanakuzuia. Kuna watu wamezuiliwa wiki, kuna watu wamezuiliwa mwezi mzima, wako nendeni Muhimbili leo hii, wagonjwa wako pale wamezuiliwa mpaka watakapopata fedha, na hawaruhusiwi kutoka nje ya wodi. Lakini kama ilivyosemwa, maiti anakufa unadaiwa shilingi milioni 20 na kidogo. Sisi kuna maiti wetu alikuwa anadaiwa milioni 21. Leo hii tumefika hapo. Kwa hivyo usifikirie wewe kwa kuipa ridha yako Chama cha Mapinduzi, usifikirie kwamba kuna jambo jipya litakuja, isipokuwa kama unaridhia haya maisha sawa. Kwa hivyo kimsingi, ndugu zangu, hizi ni sababu za msingi, kwa maana kwamba hawa walipofikia hawawezi kuleta jambo jipya isipokuwa maisha haya ambayo tunaona leo hii. La mwisho, ndugu zangu, ni kupiga kura. Muhimu, twendeni tukapige kura, lakini kinachotakiwa mambo mawili. Nendeni mkapige kura kwa idadi kubwa. Moja katika mbinu ambazo huwa zinaleta ushindi ni pale ambapo mnapopiga kura kwa wingi. Tunaelewana? Sisi tumeshiriki siasa kwa muda mrefu, mbinu tunazijua. Mbinu moja ya ushindi ni kushiriki, yani kwa wingi kwenye kupiga kura. Na wao Chama cha Mapinduzi katika jambo ambalo huwa wanalifanya kwa makusudi, huwa ni kupunguza idadi ya wapiga kura. Ndio maana katika jambo linalowafurahisha wao sana, hakuna jambo linalowafurahisha kama swala la Chama cha Demokrasia na Maendeleo kususia. Huoni juhudi yote ambayo inafanywa na Chama cha Mapinduzi ambayo inapelekea labda angalau waone nafuu fulani hivi Chadema ili wakubali. Hawafanyi, wanakueleza tu zile sababu zinazofanya kwamba wazidi kukataa. Kwa hivyo tushiriki kwa idadi kubwa, hiyo itatusaidia sana katika kulinda kura. La mwisho ni kutokuruhusu kuibiwa kura. Tunaelewana? Yani nendeni mkapige kura, hakuna kuondoka kwenye kituo cha kupiga kura. Ile kura uliopiga wewe sio ya yule mgombea ule mchagua, ile ni ya kwako mwenyewe. Tunaelewana? Kwa hivyo usikubali kwamba yule mgombea unompigia kura yeye ndo alinde. Linda mwenyewe. Askari akikwambia bwana kakae mita ngapi, unaambia kakae wewe. Na hili ndio moja katika mambo ambayo mimi nimekuja kusimamia huko. Kama mliposikia wakati ule huko nyuma kulikuwa kuna mambo yaitwa ngangari, basi wale ngangari wenyewe ndio sisi. Yani kama mlisikia kuna mambo yalikuwa yaitwa ngangari, si ndio? Basi wasimamizi wa ngangari tulikuwa ni sisi. Na hii ndio ngangari mwaka huu tunaipeleka kwenye sanduku la kura, ngangari. Kakae mita 100, unaambia kakae mwenyewe. Mimi sikai, siondoki hapa. Mita 100 kakae wewe. Mimi nalinda kura hapa. Kwa hivyo ndugu zangu, kwa ufupi sana nimeeleza sisi tuna haki kama viongozi wa dini kushiriki. Sababu zilizonifanya nishiriki ni kujenga uwezo wa kisheria, lakini vile vile nimehamasisha tushiriki uchaguzi, lakini tusishiriki tu isipokuwa twende tukalinde kura. Oktoba 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 Oktoba. Asante sana. Asante DJ. Kulia DJ. Tangazo dogo la zawadi kwa wanatemeke wakati wanamsafara wanaondoka. Baada ya dozi hii nzuri, kuna watu pengine wanajiuliza, ukitaka kujiunga na ACT Wazalendo, na vijana wetu walikuwa wanazunguka huko, lakini nitoe tangazo, kadi zetu ACT ni ya kisasa. Ukitaka kujiunga, unapigwa picha, unapata kadi ya kisasa hapo hapo, na gharama yake ni shilingi 200, unapata kadi kama yangu. Rasio raha. Wangapi wanasema